Sasa katika mchakato wa kuishi duniani, wanadamu wamekuwa na tabia kuchagua njia zingine ambazo wamezikuta hapa duniani, na ndizo sasa Mungu anasema kwamba njia zenu si sawa na njia zangu. Aina ya kwanza njia ya mtu ni njia ya Mungu, lakini aina ya pili ya njia ya mtu ni njia nani? Ya mwanadamu aliyoichagua akiwa tayari ameingia hapa wapi? Duniani. Kuna watu wengi ambao mpaka sasa ninapoongea mpo kwenye njia aina ya namba ngapi? Uliishi kwa rafiki yako, ukamwona anauza samaki, na wewe ukaamua kuiga kuuza nini? Ukidhani ya kwamba njia ya rafiki yako na njia yako zinafanana, kitu ambacho sio kweli. Kuna watu umejikuta unaishi kwa mwanasiasa, ukaamini ya kwamba maana umeona matokeo ya mwanasiasa tangu unamfahamu, ukahisi na wewe ni mwanasiasa, ukaanza kuigiza kuingia kwenye nini? Politics. Mungu anasema kwamba hiyo sio njia yake, ni njia yako umejitengenezea hapa duniani. Hauianzi safari mpaka umeijua njia yako ni ipi. Mwanadamu anazo nyakati 4. Na nyakati ya mtoto, ujana, mzima na mzee. Ugunduzi wa njia ya mtu umewekwa kwenye hatua ya ngapi? Ya pili. Mtu anaitwa nani? Kijana. Biblia imehusisha habari ya njia ya mtu, sio na mtoto wala mzee, lakini nani? Kijana. Wewe kijana wa leo ni mtoto wa jana, si ndio? Yes. Tulikuwa watoto wachanga juu tunanyonya maziwa ya mama. Ndio. Leo unaitwa kijana. Yes. Mzee unayemwona leo amewahi kuwa nani? Kijana. So ujana ni hatua ambayo kila mmoja lazima afanyaje? Aipitie. So hapa tunaangalia habari ya kuitambua njia yako. Utaitambua njia yako katika kipindi cha pili cha maisha. Kinaitwa nini? Ujana. Ukifananisha ujana na siku, fezi 4 za siku, maana yake asubuhi, mchana, jioni na usiku. Ujana ni kipindi gani? Biblia kwamba ifanyeni kazi yake kungali bado, maana usiku unakuja asipoweza mtu kuifanya. Usiku kwenye maisha ya mwanadamu ni kipindi gani? Uzee. Sasa Maandiko yanasema kwamba usiku unakuja asipoweza mtu kuifanya kazi. Wakati pekee wa kuitafuta kuijua njia ya mtu aliyoandikiwa hapa duniani ni wakati wa ujana. Remember, mtoto hawezi kuitafuta njia. Mtoto ukimwambia twende sehemu fulani anasema ndio. Ukimuuliza unataka kuwa nani, anasema nataka kuwa mwalimu, kwa sababu baba yake nani? Ni mwalimu. Mtoto ukimuuliza aikana daktari, akiona daktari anasema nataka kuwa daktari. Hajui njia yote. Ila Mungu anasema hivi, as long as whether hujafikia stage ya ujana au upo kwenye ujana au ulishapita, njia ya mtu imehusishwa na hatua ya pili ya maisha ya mtu inaitwa nini? Ujana.